Bwana na good news kutoka Young Africans na ni kuhusiana na mchezo wa dabi. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto na mambo yanazidi kupamba moto kwa sababu kila siku zinavyozidi kwenda mambo yanaibuka mapya. Kila siku zinavyozidi kwenda mambo yanazidi kuibuka mapya. Na hii inaleta wasiwasi kuelekea kwenye huo mchezo wa dabi kwamba ni kitu gani ambacho kitaenda kutokea, lakini pia jambo la kushtuka ni kwamba Young Africans wenyewe ambao wanagomea mchezo wa dabi bado kuna vitu haviko sawa ndani ya Young Africans. Kuna watu ambao wanataka kwenda kinyume na kile ambacho adhimio la club limeweka. Klabu imeweka adhimio kwamba wao hawatashiriki mchezo wa dabi tarehe 15, lakini kwa namna mazingira yalivyo ni kwamba kunaweza kukatokea mpasuko mkubwa sana ndani ya Young Africans. Kunaweza kukatokea mpasuko mkubwa sana ambao unaweza kuipelekea Young Africans kusambaratika kabisa, yani ikasambaratika na watu wakaanza tena upya kujenga Yanga. Ni vitu ambavyo kidogo vinasikitisha, naomba unisikilize kwa umakini kabisa. Mchezo wa dabi ni mchezo ambao unavuta hisia za watu wengi. Ni mchezo ambao watu wengi wanatamani kuona unachezwa, watu wengi wanatamani kusikia matokeo yake yakoje. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba Young Africans kama club waligoma kucheza mchezo wa dabi. Na baada ya kugoma kucheza mchezo wa dabi, wao waliweka baadhi ya masharti wakisema kwamba baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi watakiwa kujiuzuru ili mchezo wa dabi uweze kuchezwa. Lakini kwa mazingira jinsi ambavyo yanaonekana ni kwamba ndani ya Young Africans kuna watu ambao wanataka kucheza mchezo wa dabi. Kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba kuna viongozi wa juu kabisa wa Yanga ambao wao wanabadili mawazo. Yani hawapo na wale mawazo ambao walianza nayo mwanzoni. Mwanzoni kama klabu ilikuwa na adhimio kwamba hawatacheza mchezo wa dabi. Kwa hiyo ilikuwa ni makubaliano ya watu wote. Lakini kwa sasa hivi inaonekana kuna watu ambao walikubali timu isicheze dabi, lakini sasa hivi wameanza kukubali timu icheze dabi. Maana yake ndani ya hao viongozi ambao walikataa dabi isichezwe, kuna wengine wameanza kukubali dabi ichezwe. Kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba kuna viongozi wakubwa wenye ushawishi, sitawataja majina, wako ndani ya Yanga, lakini nao wapo kwenye mchakato wa kutaka kuanzisha kampeni ya kutaka timu icheze dabi. Na hawa watu sio kwamba wao watakuwa front kutaka mechi ya dabi ichezwe, ila hawa wanataka kuwatumia baadhi ya watu ambao ni wanachama wazee wa zamani ambao wako ndani ya ambao ni wanachama wanajulikana, ni watu wa Yanga, kwamba watawatumia kuhakikisha kwamba wanaenda kutengeneza sintofahamu ambayo itaenda kupelekea mchezo wa dabi uweze kuchezwa. Na hii ni kwa sababu miongoni mwa hao watu, kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba wengi wao yupo mmoja anataka kuwa rais wa club, kwa sababu anaamini kwamba hili ambalo litatokea litaenda kumvunjia heshima Engineer Hersi Said na linaweza kwenda kumuondoa Engineer Hersi madarakani. Na anajua kabisa kwamba Engineer Hersi akitoka madarakani, maana yake yeye ndo anabakia kuwa na hiyo influence kubwa, na yeye pamoja na timu yake wanaweza kwenda kuiongoza Young Africans na yeye atakuwa rais na mambo mengine yataenda vizuri kabisa. Sasa ni nani huyo ndani ya Young Africans? Kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba kwa sasa hivi ndani ya Yanga, pamoja na kwamba viongozi wote wakikaa kwenye vikao wanaadhimia jambo moja kwamba wanagoma, lakini wapo ambao wana mlengo wa tofauti. Wapo ambao hawataki kugoma, wanataka mchezo wa dabi uchezwe. Siku sio nyingi watatokea kundi fulani la watu na watasema kwamba wao hawapo tayari timu hiyo ichezwe. Na moja ya sababu ambazo wameziweka ni kwamba wanataka kutengeneza mazingira rais wa klabu ya Young Africans na makamu wake wa rais waonekane kama ni watu wa Simba, kwa sababu wanasema timu yao isipocheza dabi wataamini kwamba wale wanataka kuwapa Simba ubingwa. Umenielewa? Hiyo kama unakumbuka leo kuisikia kwa mzee Magoma, aliwahi kuzungumza kidogo, lakini ni moja ya vitu ambavyo hawa watu ambao wanataka kwenda kusimama pale Yanga kama viongozi wanataka kufanya hivyo. Kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba tarehe 20 ya mwezi huu au tarehe 28 ya mwezi huu wa 5, hao wazee wataanza kampeni ya kutaka timu yao ipelekwe uwanjani.
na watakuwa na masharti kadhaa. Miongoni mwa masharti ambayo watakuwa nayo ni kwamba kama timu yao itakuwa haitapelekwa uwanjani, basi uitishwe mkutano mkuu wa dharura wa wanachama ili uongozi ulioko madarakani uachie ngazi kabla ya tarehe 15 haijafika. Sio, umeelewa vizuri? Maana yake ni kwamba hao wazee wakienda kuitisha hiyo press yao wakazungumza wakawa yazungumza, moja ya vitu ambavyo watavidimandi ni kwamba kama uongozi uliopo madarakani hautaki timu ipelekwe uwanjani, basi waende waitishe mkutano mkuu wa wanachama wa dharura ili wajadili hilo swala. Na kama hawatafanya hivyo, basi wataenda kuwafungulia mashtaka mahakamani kwamba wanaiongoza Yanga kinyume na kanuni na katiba yao, kitu ambacho wanaweza kukifanya wao kama wanachama, wanaweza kuwa na hiyo haki. Lakini pia wataibuka wazee wengine ambao watasema wamevuliwa wanachama bila utaratibu, kwa maana kadi zao za zamani zimeondolewa kwenye system au hazitambuliki kinyume na utaratibu, ikiwa ni wanachama wa zamani ambao wameitumikia Yanga kwa miaka mingi ya nyuma. Sasa hao ni makundi mawili ambayo yote yanazungumza kitu hiki kimoja, nataka timu icheze dabi. Niliwahi kuambia siku moja, hili swala la dabi bado ni gumu, hili swala la dabi bado ni swala ambalo halijulikani litakuja kuishaje. Lakini mpaka sasa kilichopo ni kwamba kuna watu ndani ya Young Africans, kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka kwenye chanzo changu, ni kwamba wapo watu ndani ya Yanga ambao wanataka dabi ichezwe na wanataka timu ipelekwe uwanjani, lakini pia wanaitumia hii kama sababu ya kumtoa Engineer Hersi madarakani ili nao waweze kupata wazifa wa kuiongoza Young Africans kama rais na makamu wa rais. Lakini pia wapo watu wengine ambao ni wakamati tendaji kwa sasa, lakini wanaweza pia kuingia kwenye huo uongozi mpya kama viongozi wa kamati tendaji, kwa sababu wanaamini kwamba hili swala la dabi kama litashinikizwa kweli timu haitacheza dabi, wapo viongozi ndani ya Young Africans hawataendelea kubaki kuwa viongozi na watatolewa madarakani na wanachama ambao wana nguvu kubwa kuliko wao. Kwa hiyo tusubiri tuone ili swala litaenda kuishaje, lakini kwa leo nimeamua kukupa tu hiyo kuhusiana na Young Africans na wanachama wake, namna ambavyo bado mambo yamekuwa magumu, namna ambavyo bado watu wanapelekeshana. Tusubiri tuone nini kinaenda kutokea, lakini mimi nakupa neno moja tu, ama mimi ambacho naweza kukishauri ni kwamba Engineer Hersi na Arafat Haji ni viongozi wazuri sana, lakini wajiangalie watu walioko nao, watu ambao wanasaidiana kuiongoza Young Africans. Wapo wengine ambao wana mpango wa kuwageuka. Sasa wasiongee maneno wakayamaliza, waongee maneno kwa vituo na waweke akiba na wachunguze vizuri watu ambao wako nao kwenye nafasi za uongozi. Wapo ambao wanataka kuwageuka na wapo ambao wanawashauri wazidi kugoma ili kuwatia kwenye matatizo, ili wao wapate advantage ya kusimama kama viongozi wa Yanga. Kwa hiyo wanapaswa kuwa makini, la sivyo kitawakuta kitu kibaya.